Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani katika bwana mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na ukaribisha kuweza kufuata taarifa yako habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Alimaasi. Tuanzie na hapa Baraka ambako kutekwa kwa mji wa Bukavu na wingi wa vizuizi vya wazalendo ndani ya barabara ya taifa namba 5 Baraka Uvira ni sababu mojawapo inayosababisha dawa kupanda bei ndani ya maduka, ndivyo amesema hayo mkuu kiongozi wa shirika hilo. Kwa Wilonja Nondo Mambafari, mwenyekiti wa shirika la wamiliki wa duka za dawa Fizi Baraka, amesema kuwa kwa sasa njia ambayo ilikuwa inatumika kwa kuongeza dawa mjini Baraka ilikuwa Bukavu na sasa hakuna uwezekano wa kufika eneo hilo, huku upande mwingine akiomba kwa viongozi vya wazalendo kuingilia kati ili dawa za kutoka Uvira kuja Baraka kutokuwa na lipa kwenye vizuizi vya wazalendo. Pia serikali kuangalia namna gani itawezesha ili dawa ziwe napitia Burundi kuingia Uvira kisha kuja hapa katika mji wa Baraka. Kufatana na habari ya kupanda ya bei ya dawa, kweli dawa zinapanda bei. Ya kwanza ni kufatana na hali ya nchi yetu iko mbaya kwa leo, kufatana na hii matatizo ya vita hapa na pale, kufatana na bariere ziko mingi sana. Kwenye tulikuwa na rangolia dawa ujiste ni Bukavu. Leo Bukavu inakuwa nchi nyingine na huku tuko nchi nyingine. Ile kwa kwanza baadhi ya madawa kupanda bei kwa sababu tulikuwa najitumainia tu ni Uvira. Sasa ile madepoza Uvira nazo kwa leo hamuna tena madawa. Ni iko alabazi ya madawa kupanda bei kwa sababu Uvira nabo abapate madawa kwa sababu Bukavu hakuna njia ya kuleta dawa kufikisha Uvira, na sisi tunaiswalia Uvira tunazileta hapa. Niko najiuliza kwa nini tunasema tuko na ujirani mzuri na Burundi, lakini mshangao ukiangalia leo dawa zetu za kutoka Burundi azifikake Kongo. Iko parmi ya mapreoccupation tuko nayo, na iko recommendation pia napatia wakuu viongozi wa nchi na ile makorporasyon feke kopemeko na kadhalika. Ni wakati ministere yetu ya interieur na ministere ya commerce kufanya eforo yote kuenda onana na gouvernement ya Burundi na ministere ya interieur na commerce pia iangalie veneza tufasilite dawa zikuwe natoka hapa Burundi zinaingia Mkongo sans problème. Kwa leo dawa zikamatika kutoka Burundi kuingia Kongo ni probleme sana kabisa, banapasha zinyanganya zote. Kwa hii mwaka ya 2025 tuko na magumu sana. Magumu ya kwanza ni kufatana security ya nchi yetu haiko sawa. Ya pili ni kufatana na ekonomia ya nchi yetu. Vraiment kila mchuruzi anapandisha bei venye anapenda. Ministeri yetu ya ekonomi kwa sababu ile haina kazi konsedise la verite, acha tuseme kweli, kwa sababu bei ni serikali ndio inatiaka bei, na inatiaka bei siribaze ya entreprise yabo ya serikali yenye biko naye. Ndio nakuya kuta kila mchuruzi anatia bei yenye anapenda kufatana na tunaachiliwa, kwa sababu tunaachiliwa na serikali. Mulima, hali ya usalama imeripotiwa kuzorota ndani ya kijiji cha Mulima sekta ya Tanganyika. Hivyo ni baada ya kundi la Ngomino kushambulia position ya wazalendo pamoja na FARDC kwa lengo la kutaka kuteka Mulima na Lusuku, ila bila mafanikio siku ya pili ya wiki. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza mida ya asubuhi wakati wakaaji wanajiandaa kuingia katika shughuli mbalimbali kama desturi. Habari hii imehakikishwa pia na mkuu kiongozi wa shirika la raia ukanda wa Nyanja za Juu Bwana Liki Nosa, ambaye ametoa picha halisi lilivyokuwa. Situation gisi hali ya Mulima iko ilikuwa mamida tu ya asubuhi, watu walilamuka mzuri tu. Wakati ilienea tu masaa 1 ya asubuhi watu waisha alamuka. Basi kwenye milima ya kutoka Minembwe njia ya Nyaruinga watu wakasikia deja masase yanaanza lia kule yulu ya mingi tu. Kisha kidogo masasa ingine kaanza lia njia ya Mukoko. Basi ndio vita ilianza kupiganiwa kule yulu ya mingi tu, masasa ya mingi watu wakaanza toka mwingine kutoka bila kubeba hata kitu. Lakini Mungu ni mkuu, mpaka gisi walianza kupigana na mamida hii hawakufaulu kabisa kuingia katika kijiji cha Mulima na hata katika kijiji cha Lusuku. Lakini vijana kule mamilima Mukoko walibana umoja
umoja askari wao wa jeshi la Twirwaneho walimubana, na mpaka hivi iko mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi letu la taifa. Mpaka hivi kungali kimya, wanaendelea kuwasukuma ndani ya pori ya Chaine de Mitum. Ni haya ambayo yamejiri maeneo yetu ya mlima, na hivi katika mingine yetu kabisa, mingine yote imebakia na upweke, hakuna watu wameshuka kuanzia Lumanya kujielekeza Kakamba, na wengine kufika hata Mamukera, na wangambo za Lusuku nao wamejielekeza ngambo za Yulu, Kabala, Kabwali, Kanguli, na vijana wetu nao wameingia wengi kabisa wazalendo ambao wametoka vijiji mbalimbali ngambo za Yulu, Manakiele, kushuka mpaka huko chini, na kulitoka zingine defendere mbali ilitoka huko ngambo za chini za Mukera kwenda kusaidia wengine wenzao, na mpaka kwa sasa hatujajua bila kama ni aje. Tungali tunaendelea kufuatilia polepole, sababu kwenye kuna ria risasi hifadhi ngumu sana. Huko Uvira ni kwamba baraza ya bunge ya mkoa wa Kivu ya Kusini limefungua milango yake rasmi siku ya kwanza mjini Uvira kwa muda. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia amesema kupokea kwa shingo upande hatua hiyo. Katika mazungumzo na TV yako, notable huyo wa Kivu Kusini pa Uvira ameonyesha hapa mtazamo wake kuhusiana na bunge kuanza kazi yake katika mji wa Uvira. Effectivement, leo balifungula session de mars, même si balifungula na retard parce qu'en principe inapaswa kufunguliwa le 15. Na bon, balifungula fin du mois, hayakuwa na retard parce que bako na 3 mois ya kusiéger mpaka mu juin, le 15 juin. Una problème, na balifungulia kumeri ya Uvira, na bataendelea kusiéger maintenant hapa Kavimvira, ndo kwenye kutakuwa siège ya assemblée provinciale pale en face na Monisco. Parce que ndio kwa mimi naona banaandika bureau provisoire ya assemblée provinciale ya Sud Kivu. Mais qu'on a posé un certain nombre de problèmes, notamment est-ce que les députés watakuwa au complet, parce que tunajua kwamba bali kila mtu alibomoka lwake, bene bako Bulaya, biko Kinshasa, biko ailleurs, siwe tunaweza penda bakwe bote au complet ku prochaine session kesho au kesho yake baonekane bote. Probleme ya pili ni kuinajipose ni eske watakuwa bien remunere kufuatana na kisi walikuwa nalipwa. Najua tuko bako na mariere ya mingi parce que Kinshasa ndio nabalipaka à travers ma retrocession na franga nyingine na kwa collecte ku ma taxe ya EAD province. Probleme ya tatu ni kujiuliza eske isero capable ya kuzunguruka maeneo yabo kwa balikuwa eli notamment Maijui, Kalehe, Kabare, Walungu, Uvira na Fizi. Eske watakuwa mezira kufika mantite yabo yote, na eske kwanza walikuwa banafikaka mwayo wa vai ma evenement. Probleme ya ine na jipose ni kujiuliza pourquoi banaendelea banaetika kusiéger hapa comme representant yetu alors que kwetu libatumaka na pasha kwa ni Bukavu ndio wanapaswa bakia. Eske haiko faso ya kugabula province, parce que faut tuambiane gouvernement provincial mwe iko na siège hapa, na Manu Birato mwe alikuwa aliwekewa na bale ya AFC na iko na siège ku niveau ya Bukavu, ile na nyingine gouvernement provincial. Huko Ruchuru ni kwamba mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mwindo Yumba Christian wa takriban miaka 30 amejinyonga usiku wa Jumatatu ya tarehe 31 Machi 2025 katika kijiji cha Kanyabayonga usultani wa Bwito, hivyo ni kutokana na msongo wa mawazo uliosababishwa na wakiwenza. Akizungumza na redio yako Bwana Kambale Rufani Clovis, mwanamembo wa shirika linalopiganisha ubaguzi wa makabila, amesema sababu kubwa ni kisha kijana huyo kupachika mwanamke mwingine mimba. Hiyo sio kesi ya kwanza ya namna hiyo kufanyika katika eneo hilo kama alivyoeleza kwenye TV yako. Alikuwa na mwanamke mmoja na amesha kuzaa naye mtoto mmoja, na juu ya hali ya leo ya vijana ya kupenda kukamata kila mwanamke mwenye amejisikia kuona mzuri, akamata wa pili naye akazaa naye mtoto mmoja. Kisha fujo ya wale wanawake bawili kati yao ndio ilipelekea huyu kugombana na bibi wa kwanza. Kisha kugombana na bibi wa kwanza, huyu akatoka, na sasa juu huyu alikuwa anapenda sana huyu mwanamke wa kwanza, basi ikampelekea kufanya nini, kutombea crise na teleke. Ukiana alikuwa hana nguvu ya kuweza kusubvenir ku mabesoin za ile nyumba mbili, nayo ilikuwa parmi ya stress kama msumbua. Kisha mwanamke ajije mie kamata kamba na kutia mshingo, ndio ilipelekea kuleta kifo chake. Kusudi tuweze kupunguza kuvisa vya watu kujiua, kujipatia masumu na kuenda mu makundi zenye kumiliki silaha kwa sababu ya matatizo yenye inawakumba mu maisha, inaweza tusaidia ni kushikaza kufanya uhimizaji, hasa kwa kuongelea kindani
gani visa vya wakati mtu anajiua, faida iko wapi na nini ndio madhara yenyewe ameacha ndani ya jamii, kuonyesha kama wakati mtu anajiua anakuwa amejiua yeye mwenyewe, manake amejipotezea muda yeye peke, lakini mhusika hata husika na ile kitu, donc yeye ataendelea kuishi. Na ingine inaweza saidia tena kufanya nafasi, manake centre ya formation mu makazi za mikono sawa vile buseremala, kuwa badereva, ile inaweza saidia kusulaje benye hawakupataka ile namna wakati ya kwenda kusoma, na kunaweza kwa benye walienda kwa masomo havana makazi juu walisoma masomo zenye hazina makazi leo, wao hazina maana leo. Sasa wakati ile centre de formation itakuwa na iko au centre d'encadrement des jeunes itakuwa na iko, itaweza kukua na soulager zile madefi zenye ziko, atafanya pale ile journée mzima iko occupé, donc hata kuna wakati kufikiria tena vyenye vinamsumbua. Zile hali zote zinatokana na nini? Ukosefu wa kazi, kusudi waweze kujibia kwa mahitaji ya familia zao. Katika mkoa wa Tanganyika huko Moba ni kwamba mwanajeshi mmoja wa FARDC kikosi cha maji amehukumiwa kifungo cha maisha jela, huku raia mwingine akihukumiwa kifungo cha miaka 10 jela na mwingine kuachiwa huru. Waliohukumiwa ni kutokana na uhalifu waliofanya, hasa kupora, kuua na pia unyanyasaji kwa kutumia silaha, kitu ambacho ni kinyume na sheria nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo imekuja mara baada ya wahalifu wao kusamba hadharani kisha kupewa hukumu iliwe mfano kwa wengine wanaotaka kuumbisha usalama. Huko Kinshasa ni kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi alikadiria kuwa zaidi ya watu milioni 10 wamepoteza maisha yao katika miaka 10 ya hivi karibuni kutokana na uvamizi wa Rwanda swa M23 AFC katika vurugu zinazoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa uzinduzi Jumatatu Machi 31 huko Kinshasa juu ya mauaji ya kimbari, mkuu wa nchi alilani mauaji ya kimbari akisitiza kwamba janga hili halipaswi kupuziwa tena. Rais Tshisekedi alionyesha matumaini yake kwamba meza ya pande zote itasababisha mkakati mzuri wa kiraifa kupata utambuzi wa kimataifa wa mauaji ya kimbari yaliyofanywa katika DRC na kujumuisha amani ya kudumu. Tumalizie taarifa yetu ya habari na uko Burundi ambako baadhi ya wafanyabiashara wa manispa Bujumbura wamepokea kwa mwitikio chanya hatua ya serikali kuweka bei elekezi ya bidhaa mbalimbali nchini Burundi, huku wakidai kuwa changamoto ya ukosefu wa mafuta inaweza kuwa kikwazo kikubwa katika utekelezaji wa hatua hiyo. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Alikuwa ni mimi Safari Almasi kama msomaji wako. Sina la ziada ila usikose kulike, kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.